Subscribe The Sport Show. Hatimaye fainali iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu kati ya Simba na RS Berkane leo inaenda kuchezwa rasmi katika manispaa ya Berkane nchini Morocco. Kabla tujaendelea na uchambuzi, tafadhali naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu, lakini pia uweze kulike na kucomment, tuachie maoni yako. Kubwa zaidi pia ni kuombe ufuatilie uchambuzi mwanzo mpaka mwisho pasipo kuacha. Yes. Ile siku iliyokuwa imesubiriwa kwa hamu hatimaye imeweza kufika kunako mashindano ya CAF Confederation Cup, ambapo klabu ya Simba yupo ugenini akimenyana na RS Berkane katika rungu ya kwanza katika fainali ya kombe la shirikisho. Hivyo basi Simba yupo ugenini akimenyana na Berkane, huku habari kubwa bado ikiendelea kuwepo katika uwanja ambao utakaochezesha raundi ya pili kati ya Zanzibar na kwa Mkapa, ijapo mambo bado ni mengi na mpaka dakika hii hakuna taarifa yoyote iliyoweza kutolewa either na Simba, Berkane au na CAF kuhusiana na uwanja upi ambao utachezwa, japo msimamo unaendelea kuwepo pale pale kwamba ngome itachezwa Zanzibar, ila hiyo si tatizo sana. Turejee kwenye mechi hii ya fainali ambayo imesubiriwa kwa hamu sana kwa mashabiki wa Simba kwa miaka takriban 30 tangu mwaka 1900, takriban miaka 32 tangu mwaka 1993 ambapo klabu ya Simba aliweza kucheza kwa mara ya kwanza akimenyana na Stade Abidjan nchini Tanzania, ambapo Simba aliweza kufungwa katika hayo mashindano. Lakini safari hii tena Simba anarejea kucheza hii fainali, huku ikiwa imebadilishwa kutoka CAF Cup na sasa hivi kuwa ni CAF Confederation Cup, ambapo raundi ya pili itachezwa katika dimba la nyumbani kama ilivyokuwa mwaka 1993 venye ambavyo game iliweza kuchezwa nyumbani na ugenini, na hatimaye Simba kupokonywa ubingwa akiwa nyumbani kwake pale Shamba la Bibi, alimaarufu ndio jina maarufu zaidi kwa Shamba la Bibi au kwa uwanja wa taifa wa zamani. Sasa hii game itakuwa inaamuliwa na vitu vingi sana, labda tujikite kwenye uchambuzi wa hii game kutokana na namna ambavyo ipo kati ya Berkane pamoja na Simba. Tactically Simba wako vizuri kwa sababu wameweza kuvuka kwenye mifupa migumu. Walivyocheza na Al Hilal walivyocheza na Al Ahly ya Libya ilikuwa ndo mechi ya kwanza ngumu kwa mnyama, lakini aliweza kudhihirisha ubabe wake baada ya kuwatoa wakina Mabululu goli 3-1 kunako kwa Mkapa, baada ya kuwa amewalazimisha nyumbani kwao kule Tripoli kutoka suluhu ama sare kama ambavyo ilivyo. Lakini game ya pili ilivyokuwa ngumu ilikuwa ni Simba dhidi ya Al Masry. Kumbuka kwamba Simba alianzia ugenini na kuweza kufungwa goli 2-0. Hivyo basi matarajio yake Simba ikawa imekufa, lakini kwa ukubwa wa Simba walijipa imani, wakajipa moyo kwamba watashinda, na hatimaye walivyofika kwa Mkapa wakaweza kupindua matokeo. Hii ni mfupa mgumu wa mwisho ambao Simba pia anatarajiwa kama je ataweza kupindua matokeo au itakuwaje, kwa sababu anakutana na mfupa mgumu zaidi kwenye haya mashindano ambapo yuko fainali, kwa sababu Berkane sio mara yake ya kwanza kushiriki fainali, tayari ni bingwa, na kwanza ni bingwa wa Morocco, lakini pia ameshakuwa na hili kombe kama sikoseni kama mara 2 tayari. Ina maana ni mzoefu zaidi kwenye haya mashindano kuliko Simba. Ila sasa nini kinachokuja ni kwamba kwa wakati huu ukubwa wa Simba ndo unapoenda kuonekana, kwa sababu Simba ni club namba 4 kwa ubora barani Afrika. Hivyo basi kwa wakati huu ni muda sasa wa kuweza kutumia ubora wake namba 4 kuhakikisha kwamba anabeba kombe. Imani yangu inanituma kwamba Simba anabeba kombe. Kwa sababu gani? Sababu ni hizi hapa zinazopelekea mimi niamini kwamba Simba anabeba ubingwa. Sababu ya kwanza ni njia alizozipitia Simba. Simba amepitia njia ngumu zote. Hakuna sehemu pekee ambapo Simba alipata unafuu. Kumbuka
walianza na ubaya ubwela, wakaja hii tunavuka. Sentensi hizi hazikuja kihivi, ilikuja kutokana na ugumu wa mechi ambao walikutana nayo, kwa sababu Simba aliweza kufungwa, aliweza kutoa sare, lakini pia akaja kumtoa akina Mabululu. Alivyokutana na kina Almasri akaja na kauli mbiu ya kwamba hii tunavuka. Hiyo ilikutokana na Simba kuwa ameshafungwa goli 2 bila, hivyo basi mnyama alitakiwa kupindua meza, lakini akaja kwa Mkapa na akaweza kupindua meza. Hivyo Berkane bado wanaonekana ni wa kawaida. Kivipi? Kwa sababu kocha Faldu wa Simba amekuwa ni mtu ambaye asiyetabirika kimbinu. Hii game inatarajiwa kuchezwa kwa mbinu sana kuliko jinsi ambavyo inavyofikirika, lakini kwa imani yangu, kwa namna ninavyojua na kwa kauli ya Faldu kwamba hii game anaijua na jinsi walivyojiandaa, ninaona fika kwamba Simba anaenda kucheza hii mechi kana kufa kupona, kuhakikisha anapata matokeo chanya dhidi ya Berkane huko nyumbani kwao. Kiufupi ni kwamba Simba anajiandaa kumaliza mechi huko kwao, ili itakapofika anapocheza nyumbani iwe ni rahisi kwake. Simba hapa anatafuta kwanza uhakika wa kupata goli moja, na mimi nikitizama ninaona uhakika wa kupata goli moja, kwa sababu nafasi ya kuweza kufunga Simba ipo wazi kutokana na washambuliaji alionao. Kumbuka kwamba anaye Ahoua, anaye Mpanzu, anaye Kibu, au ni watu ambao wamekuwa wakiamua sana matokeo ya Simba hasa kwenye hizi mechi za kimataifa. Lakini kumbuka kwamba yuko Mutale ambaye kwa wakati huu amekuwa moto sana. Hivyo basi tutarajie kwamba Simba anaweza kafanya chochote, lakini kubwa zaidi na approach walionayo ni kuhakikisha kwamba wanacheza fainali hii kama vile hawatocheza tena. Hiyo ni kauli ya kocha Faldu kutokana na namna ambavyo anawafahamu Berkane, kwa sababu amewahi kucheza nao. Kimbinu zaidi ninaona Simba akiingia kwa kushambulia zaidi kuliko kupaki basi, kwa sababu Waarabu ukipaki basi watakuwa wanaruhusu wao wa kushambulia zaidi kuliko wewe kuwashambulia. Hivyo basi nafasi ya Simba kuweza kushinda ni wao kumiliki mpira, na ili umiliki mpira kwa Waarabu maana yake inatakiwa wewe washambulie zaidi kuliko wao wanavyokushambulia. Wewe huo unaenda sana, unakufika sana golini kwao kuliko wao wanavyofika golini kwako. Lakini ninaona kabisa kwamba katikati kesho kutakuwa kuna viungo wakabaji watatu, ambao kuna mabeki ambao watakuwa wanaenda kusaidizana na akina Kagoma kwenye kukaba. Hivyo basi inakuwa inarahisishia zaidi washambuliaji kuweza kuwa huru, kutokurudi nyuma na kuhakikisha wanabaki juu dhidi ya wapinzani wao. Lakini kwenye hii mechi ninaona fika kwamba Ateba ataanza kuliko Mkwala kutokana na mahitaji ya mechi. Hii mechi inataka mtu wa kuholdi mabeki zaidi wasiweze kupanda, na hicho kitu ambacho naamini kwamba itatokea. Berkane sioni wakiwa na madhara sana, kwa sababu watu ni wa kucheza kwa counter attack, na ukiangalia mfumo wa counter attack kwa Simba inakuwa ni sawa na unajisumbua, kwa sababu ana watu ambao wana uwezo wa kucheza hiyo counter attack. Ili uifunge Simba ufanye kupiga mpira nje ya 18, lakini ukitafuta kuingia mpaka kwenye boksi ili uweze kushinda, nina uhakika kwamba Berkane hawezi akafaulu kwa mfumo huo. Hivyo basi katika maoni yangu ninaona kabisa Simba kesho akipata matokeo mazuri kuhakikisha kwamba anatimiza ile ndoto aliyowahi kuiota Mo Dewji ya miaka mingi, kwamba anahakikisha kwamba Simba inakuwa bingwa. Na katika hili Simba ana mguu mmoja ndani ya kuweza kunyanyua kwapa. Mimi na wewe tutizame katika mchezo huu, lakini kiufupi na kwa uchambuzi ni hayo ambayo nimekuandalia, lakini nikuombe pia uweze kusubscribe YouTube channel yetu, usipitwe na taarifa zetu tunaweza kuwekea hapa, lakini pia naomba uweze kushare na washikaji kuhusiana na hii channel yetu. Asante sana, mpaka baadaye.